Na mbuku nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 17 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, Mitamba, Muramvya, hali ya rudi kwa kawaida. Wazalendo wafanya maajabu baada ya kuwapiga magaidi wa M23, huku James Fyeka adui akizungumzia hali jinsi ilivyotokea katika hayo maeneo. Kivu ya Kaskazini, Masisi, mapigano makali. Wazalendo waingia maeneo ya Malemu baada ya kuwakunguta magaidi wa M23, huku zaidi ya 40 wakikamatwa mateka. Kinshasa, kauli tata za Martin Fayulu kuhusu katiba za pingwa vibaya na raia, huku bunge la anza rasmi kazi zake muhula wa mwezi wa 3. Spika wa bunge Emeboji Sangara pamoja na spika wa seneti Bwana Sama Lukonde wakutanana na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na msikose pia kutembelea matangazo yetu kupitia Mwangaza TV, ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako narindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile uendelee kushare pamoja na kusubscribe Baraka One TV, hivyo utakufanya kuwa kwanza kuwa napata matangazo yetu kila wakati. Tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya plene ya Ruzizi huko milima ya kati, ambako Mitamba, Muramvya hali ya rudi ya kawaida kwa sasa. James Fyeka adui atoa ufafanuzi zaidi. Kutokana na hali iliyotokea maeneo ya milima ya kati, maeneo ya Muramvya pamoja na Mitamba, ambako magaidi wa M23 muungano wa Red Tabara walivamia kambi za wazalendo pamoja na FRDC na hivyo kuweza kuleta machafuko makubwa hayo maeneo hapo awali. James Fyeka adui anaripoti kamili nini ambacho kilitokea katika hayo maeneo. Moja kati ya watu waliokamatwa mateka na kuja kujisalimisha kwa kamanda la Ndabango, ambaye baadaye pia walimpeleka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC huko milima ya kati, na baadaye majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa kumwekea manani, na hivyo wakazania kwamba ni mzalendo halisi na akapewa kitengo, na ndo huyo pia ambaye alikuja kuleta machafuko katika hayo maeneo. Jambo na wasalimu wapendwa wote wa Komani, na salimu jeshi letu la FRDC la ukweli, na salimu na wazalendo wa ukweli, na salimu raia yote ya Sud Kivu na raia yote ya Kongo. Ni wenu James Fyeka adui, na kuja ni wasalimu na kuleta habari. Kama gisi mnajua, kuna watu wengi wakisema ya kwamba mimi James naongeaka sana, lakini Wafuliru, waanga wa Kifuliru walisema ya kwamba lugha yao ya Kifuliru, ya asili ya Kifuliru, kusema hivi: umusire atatondera ngabo. Na mara kwa mara mnaweza mtakuwa mnasema ke James, mbona naongeaka sana? Ndio, unaiwa kila mtu ana karama yake, lakini jua ya kwamba yale yote ninayoiongea itatimilika tu. Yote ambayo ninaiongeaka inatimilika tu. Kama gisi niliwahi kuiongea masiku 2 ambazo zimepita juzi hapa, nilisema ya kwamba M23 tuigwanyeho afse, hawote ni maadui, na kundi lenye linaitwa ni Gumino lenye kuongozwa na Nyamusaraba likidanganya FRDC kusema ya kwamba evo ni wapatriote, evo ni bazalendo. Ukichunguza vizuri au tukiuliza jeshi letu la FRDC, huyu Nyamusaraba ambaye anajiita eti
ni mzalendo, alishakapigana na Twirwaneho wapi na M23 wapi na AFC wapi. Juu ya kwamba Nyamusaraba ni adui wengine ba adui. Nyamusaraba Gumino ni mtu wa M23, ni mtu wa AFC, ni mtu wa Twirwaneho. Sasa mshangao ambao tunaileta sasa kwa FRDC, kuiambia FRDC ni mimi mwenyewe James Fyeka adui niko naongea, kuja kuambia FRDC mkidanganyiwa ya kwamba Gumino ya Nyamusaraba eti ni wazalendo na ni waenemi. Gumino ya Nyamusaraba ilikuja kujiripoti kwa wazalendo ambao wanaongozwa na Kamanda Landa Bango. Huyu Kamanda Landa Bango, sisi wote tuko muunite speciale ambayo inaongozwa na Generale Delfe Kalembe Ngomazito, na mimi kama vile porte parole wa unite speciale. Wakati Gumino Nyamusaraba kundi lake limekuja kujiripoti kwa hao wazalendo, wale wazalendo nao wakawachukua wale wa Gumino kwenda kuwaripoti kwa wakubwa wetu wa FRDC. Walipofika kwa FRDC, sisi kama vile wazalendo tunajua ya kwamba tumewaripoti kwa wakubwa wetu wa FRDC. Msiku moja mbili kwa kuona tena wale wa Gumino wale walikuwa kujiripoti kwa wazalendo kwa serikali, wamekuwa deja washakuwa dote na FRDC. FRDC yenye kuwa huko kubilimani Mitamba ikawa dote mabunduki na minisio zote. FRDC iko nadhani kama iko na dote wazalendo, kumbe iko na dote enemy M23 AFC Twirwaneho Gumino Nyamusaraba. Nyuma ya siku mbili wale wenye walikuwa dote, wale waadui wenyewe walikuwa dote na FRDC, hawakumaliza siku mbili wakarudia wakaja kuatake FRDC na wazalendo na wakaumiza FRDC na wazalendo. Leo hii siku ya kwanza tariki 16 ya mwezi wa 3 wa mwaka wa 2026, wale wenye wale waadui ambao walikuwa dote na wale FRDC, wale wa Gumino wa Nyamusaraba, leo hii tariki 16 wamekuja kushambulia ngome za FRDC na wazalendo, na mpaka sasa niko naongelea eko adui Gumino ya Nyamusaraba Twirwaneho M23 AFC wako fasi kwenye kunaitwa kama ndio visiwa. Kulingana na mazingira ambayo yako nazidi kuendelea huko milima ya Nyanja ya Kati, James Fyeka adui anataka nini kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vya FRDC? Mara mingi James Fyeka adui amekuwa akizungumza haki na kile ambacho kinasemekana kuwa ni halali ya wananchi kutetea taifa lao. Huyu hapa tena James Fyeka adui akizungumzia hali iliyotokea huko kwenye uwanja wa mapigano milima ya juu maeneo ya Mitamba pamoja na Muramvya. Visiwa ni kumilima, manake ni 2 kilometre na Kirungu, na wanajeshi wetu wa FARDC wametoka Kirungu, wako chini ya Kirungu, wanakimbia Kirungu. Wale wa FARDC wenye walikuwa wenye walidote wale wa Gumino, wale wa Twirwaneho, wale wa AFC, wale wa M23 wakakimbia Kirungu. Kwa sasa wako chini ya Kirungu, wanaacha Kirungu wazi, na wale waasi wa M23 wa AFC, wa Twirwaneho, wa Gumino wako huko kunaitwa Viziba. Huko Viziba, Kirungu, Mitamba ni groupement Bijombo, sheferi ya Bavira, territoire yetu ya Uvira Sud Kivu, hapa karibu ni yetu hapa. Hiyo ndiyo malalamiko, mimi sitarudia nyuma kuileta kwa serikali. Ni lazima tuko tunaambia serikali ukweli. Kila siku tuko tunalalamika juu ya plane yetu hapa Runingu, Kabunambo na Sange.
FARDC kuachia adui pale. Leo sasa adui ana progrese kumilima ya Kirungu, huyu mwingine iko Kaunabo. Ndio maana niko naambia komandare Jo mwenye atuongoza sisi sote hapa kwetu Uvira Sud Kivu na guvernere wetu wa Sud Kivu. Ndio maana kila siku niko naleta malalamiko kwao kusema tuachie adui pa. Kwa nini? Kisha tuko tunajidangana eti tuko mseselefe. Tudanganyiwe ya kwamba tuko mseselefe. Sie tuko mseselefe, adui yeye anaprogrese, mtu asiseme. Na mtu akisema ukweli ule anageuka kuwa adui. Muurgence tunaomba serikali, FARDC, waibu. Tuachane vya kusema ya kwamba tuko mseselefe. Monsieur le gouverneur wa Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, Monsieur Commandant Jo wetu wa Sud Kivu, muurgence sisi wazalendo tunaomba adui achapwe muurgence, watu wetu wapate amani na mali ya nchi, na nchi yetu tuitetelee. Tuache kudanganyiwa ya kwamba seselefe. Tuache seselefe iko Kinshasa huko. Wenyewe wako naongea wako huko makinshasa, nafasi zingine huko maulaya. Lakini gisi tuko hapa na adui, tuko tunaangalia na adui. Hatuwezi kubali ya kwamba adui tumwachie pa. Ndio tupige adui, gisi wako wanaongea huko vyao vya seselefe, na ndio tuko tunataka adui. Sisi wazalendo tukipenda tuende mbele, FARDC inarudisha wazalendo warudie nyuma. Tunajiuliza kuna nini kusema sisi wazalendo tuko tunabakia nyuma? Kwa nini nyinyi FARDC hamwezi bakia nyuma, sisi wazalendo tuende mbele? Tukishindwa mtaona kama tunashindwa. Muurgence tunaomba huyo adui mwenye ana progresse Kirungu na adui mwenye iko kwa Munambo pale Runingu achapwe sa condition, kwa sababu adui iko natoka Bukavu akifika Bwegera ana deborde na minisio, anapanda Lemera minisio ya deborde mu milima muho plateau na mwae plateau, na ndio niko naanza kupiga FARDC huko Mamuramvya, Bijombo na kuendelea Minembo yote. Kwa nini FARDC kunapigana Minembo? Sisi hapa mtetori ya Uvira tusipige adui. Sisi wazalendo na FARDC tunashimamia kunini? Tunachunga nini? Tunaomba guvernema ya Kinshasa muurgence kutusaidia sisi population ya Sud Kivu, sisi population ya Uvira kuendelea kufieka adui. Ile moto yenye tulikuwa nayo Katogota, Makobola, Kashekezi, Munene, Makobola, kwa nini tumeshimamia Uvira na adui iko na progresse? Mimi James kama vile mtoto wenu mteteaji wa nchi yako. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko milima ya Nyanja ya Kati, ambako hali ambayo ilijitokeza pembezoni mwa jiji la Uvira imerejea kuwa ya kawaida, huku wananchi wakiwa wanahitajika kuweza kuwa watulivu kwa sababu vikosi tifu kwa serikali bado vinaendelea kufanya kazi. Tuingie Jamhuri Kivu ya Kaskazini. Kabla ya kwenda Jamhuri Kivu ya Kaskazini, ni kugusia tu kwamba hii habari ambayo ilitokea maeneo ya Kavumo mchana wa hii tarehe 16 hiyo jana za mwezi wa 3 2026, ambako hali ilikuwa sio nzuri ndani ya Kavumo tarafani Kabare, Jamhuri Kivu ya Kusini, ambako silaha nzito na nyepesi zilisikika katika kitongoji cha Karanda, na hivyo kuweza kufanya wananchi kuwa katika wakati mgumu. Vyanzo vinasema kutoka katika hayo maeneo ni kwamba kundi la wazalendo baada ya kuweza kushtushwa na magaidi wa M23 waliokwenda kuvamia ngome yao, waliweza kutumia nafasi hiyo pia kuweza kuwashtua maeneo ya Kavumo, na hivyo kuweza kufanya wale watu wa M23 ambao walikuwa wanahusika na kukusanya kodi za wananchi kwa kinguvu kuweza kukiona cha mtema kuni na kukimbia kiholela maeneo ya Kavumo.
Baada ya majibizano ya masaa kadhaa ya risasi, wazalendo waliamua pia kuweza kujiondoa na kurudi kwenye sehemu zao za siku zote. Baada ya taarifa hizo, tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Masisi, ambako mapigano wazalendo waingia maeneo ya Malemo. Tarehe 16 za mwezi wa 3 2026, kitongoji cha Malemo Masisi Centre imeweza kuingia mikono ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo baada ya mapigano makali dhidi ya vikosi vya magaidi wa M23. Hii imekuwa ni hatua nyingine muhimu sana tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Vyanzo kutoka katika haya maeneo vinasema kwamba Masisi Malemo Centre ambayo inapatikana ndani ya tarafa ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini imeweza kuingia mikononi mwa vikosi vya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Malemo ilikuwa ipo chini ya utawala wa M23 kabla ya kunyang'anywa hiyo jana tarehe 16 na majeshi ya FARDC pamoja na wazalendo. Vikosi tihifu kwa serikali vilifanikiwa kuchukua position mbalimbali ambazo zilikuwa ziko chini ya udhibiti wa magaidi wa M23 ambao wanasaidiwa na serikali ya Rwanda RDF. Akipewa nafasi ya kuzungumza, kamanda wa wazalendo aliweza kujitambulisha na hivyo kusema amefanikiwa kuwakamata mateka zaidi ya wanajeshi 40 wa magaidi wa M23 na hivyo kutoa wito kwa yeyote ambaye bado anahisi yuko upande wa M23 aweze kubadili mawazo na kurudi kujiunga na serikali ama aje ajisalimishe kwa wazalendo. Uzazi wakati anaona mtoto anafanya kosa, yeye anambembeleza kusudi aone kama tajirekebisha. Si ndio? Ndio. Bila kusema mengi, tuko pamoja na viongozi sujaa wetu wazalendo FARDC na PNC. Mimi napenda mwenyewe natafuta waonesha mumushangilie sana, kwani yeye ndio anaacha tena tunafika hapa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Asante sana, tunampokea. Wamama, wababa, jambo. Jambo sana. Habari yenu? Mzuri. Unafurahi? Ndio. Unafurahi kutuona? Ndio. Mzuri sana. Watu wasiwadanganye. Kongo ni yetu. Kongo haitaenda fasi. Hata wakuye wawadanganye kama hao ni wakina nguvu. Kuna wakina nguvu kuwashinda. Ndio. Eske mumeona ginzi tumewanyangula? Ndio. Ha? Ndio. Oh. Nikiwaambia mtashangala. Ni vifao yao, ni watu yao, wote niko nao. Niko na silaha zao, niko na watu yao. Maregreke kwetu hawayakamata watu kupita hao wawili. Nao sijue kama walishawakamatia watu. Lakini mimi nikiwaambia nombre niko nayo mtashangala. Kupitia kwao siwezi kosa taso asante. Ambao niko nayo. Yao. Ha? Alors, tusikilizane hivi. Ndio. Tusikilizane hivi. Usikatale mtoto yako juu ya inji fulani. Kama watu wanatoka Rwanda, wameacha vitu yao Rwanda, ni mali yao, ni udongo yao, wanakuya kupola mali yetu hapa. Tuitike? Hapana. Tuitike? Hapana. Tutaitika. Kama wamekuya njoo kutuua, bauwe basi bamalize, bapole mali bamalize, hatukatale. Hatutakubali, tutauana na tutamalizana. Nawaambia hivi, mnanijua? Hapana. Ha? Hapana. Oh. Kwa nini hamkuniuliza? Wenye wananijua mikono juu.
waoga. Ni ule tu mwalibakiaka hapa Murema kwa majina General Mutayomba Stalin. Mimi ndio mwenye anapatikana hapa kwa saizi. General Mutayomba Stalin. Mkae kimya. Depuis wazalendo wafike hapa na FARDC. Kuna kitu yenu walishapola? Kuna kitu ambayo waliweba? Hapana. Mkae kimya, mutulie. Sie tunaelewa kama kupitia Mungu tuko na avance mpaka kwetu. Hatutakubali kubakia kupori. Watu wanatoka Rwanda watabakie kwetu, wakule mali yetu, wabakie na vitu vyetu, hatutaweza, tulishakatala. Kama ni kifo tutamalizana. Na waelezea kama ndaendelea kukamata na wengine. Ule atasema atapiga risasi, mimi ndamshika mateka. Ndio. Sitakatala kama atabakia mare, Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mau, mzee wa state ya Maine, Dafeza Dalitesha, Da Asha, Da Ayo na Kisi Kandeke, ya Haya Hussein kutoka Dar es Salaam, kwa kusikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa, ambako kauli tata za Martin Fayulu kuhusu katiba za pingwa vibaya na raia maeneo ya jiji la Kinshasa. Baada ya kauli tata za kiongozi wa upinzani kupitia chama cha ECD na muungano wa Lamuka, bwana Martin Fayulu, huku akitishia endapo serikali inaongozwa na bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo watajaribu kubadili katiba, basi watakutanana na yeye barabarani, huku akijifanya kuwakusanya maelfu ya wananchi kushuka barabarani kwa ajili ya kupinga mabadiliko ya katiba. Kauli hiyo ambayo imeweza kutafsiriwa kama ni kauli ya uchochezi na pia ni kauli isiyokuwa ya mtu mwenye kupenda taifa lake. Wananchi wana historia gani na hiyo? Maelfu ya wananchi wameweza kujibu kauli hizo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wakilinganisha kwamba Martin Fayulu labda amekuwa amechanganikiwa ama anazungumza kitu ambacho hana uhakika nacho. Wananchi jijini Kinshasa wamesema lazima kauli hiyo ya Martin Fayulu siyo kauli ya kuwekea manani, na rais anatakiwa kufanya maamuzi sahihi kubadili katiba bila kusikiliza kauli ya mpinzani yoyote. Mengine zaidi toka jijini Kinshasa. Bonsoir. Papa Rajabu Akili Kabonga. Antoka nasema asante sana. Naona surprise yako yenyewe unanifanya, Mungu akubariki. Deuxièmement, Papa Rajabu, ni maneno ya Martin Fayulu concernant constitution. Papa Rajabu, baache kufanya intimidation na president de la République. Ile ni intimidation. Ile constitution yabo nyabo balifanyaka na nje na motorize president de la République iko na droit ya kuchanger constitution. Maana yake ile katiba kama ya kwa changer leo ni parce que president de la République ayakamata ma disposition na ayakamata decision yake ya mwisho. Maana akakamata ataibadilisha bila probleme na itapita, na hakuna mwenye atatoka kunjia juu ya kwenda kukufa juu ya constitution, no? Shiba tutoshe ile constitution ambayo nyaye kutupatia haitupatia hata ma avantage hata moja tu na mwanzo. Baba batutoshe, batutilie constitution mzuri. Kutu ingekuwa ni mimi ningemposer president de la République, banaifanya mu français, banaifanya mu Swahili, banaifanya mu Chiluba, banaifanya mu Lingala, et puis banaifanya mu Kikongo, mais livre moya. Juna bale ba mama yetu wenye ba kusoma bale
inomba bayo katiba inasema nini. Bale baba yetu benye bakusoma bale inomba bayo katiba ilisema nini. Manake ile 4 langue nationale yetu isikose kwa mwile katiba, paske kuko ingine mafransa biko banatilia watu kule bamameta babisiki mwaya kujiinterese mwabi amina ako me bakafanya ile constitution maalumu yenye nakamata langue yote 5 kwa njia francais tina yetu ma 4 langue mule ndani. Manake bananja francais kwenye francais naishia, bananja ingine page ya Swahili, banamaniza page ya Swahili banakamata Chiluba, banamaniza Chiluba batia Kikongo, banamaniza Kikongo banatia Lingala. Sasa katiba enyeko ina propose peuple congolais kuishi sa vile batoto ya mwingine. Hapana bima katiba mio bebiko binapatia tu ba étranger ma avantage na ba vitu ya mingi. No. Si piki binyo mwingine tuko na lazima kuishi, tuko na lazima kuishi mu sécurité, tuko na lazima kuishi mu situation mwenyeko noble. Ndio problème tuko nayo ile, manake baache kuintimider. Sasa tushie batu ya este kwa leo on a déjà tuna comprendre que inomba tumsoutenir au bwana juu ile maneno ile mavite yenyewe tunapikwa masiku za mingi mole. Mwetu na kuishiwa ba mama yetu ba baba yetu ba loko yetu banaishiwa. Na inomba tumsoutenir baba parce que konjo Moize wetu mwenye Mungu alituma juu ya kutumanizia ule Kagame mole mwenye anekala. Ndio situation hiyo. Ukiachana na kauli hizo za Martin Fayulu, mwezi huu wa 3 bunge la taifa pamoja na bunge la seneti limeanza shughuli zake rasmi baada ya mapumziko ya wabunge, hivyo wamerejea na kuanzisha muhula wa mwezi wa 3. Spika wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na spika wa bunge wa chumba cha seneti Bwana Sama Lukonde wameweza kukutanana na Rais Felix Tshisekedi Chilombo na kuzungumzia kuhusiana na hali ambayo inaendelea sasa hivi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi ripoti hii kutoka ikulu ya Rais. En tête des listes de ces questions, il s'agit de la question liée aux 2 accords de paix qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda d'une part, et bien sûr l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique qui concernent le volet économique. Et donc ce sont des questions d'actualité qui intéressent nos populations, et dans les semaines à venir, les 2 textes, les 2 projets de loi qui nous ont été déposés le 7 de ce mois par Madame la Première ministre seront examinés par nos 2 chambres. Nous allons nous en approprier et bien sûr, en tant qu'élus du peuple, nous allons aussi procéder à la vulgarisation de ces 2 textes de loi importants qui augurent des changements meilleurs sur le plan sécuritaire d'une part et du côté économique d'autre part. Donc c'était pour nous important d'avoir ce moment d'échange avec le président de la République qui, comme vous le savez, est en charge du bon fonctionnement des institutions de l'État. Il a fait des recommandations, mais il a souhaité que le travail au niveau de 2 chambres se fasse dans un climat de sérénité. C'est important pour nous en ce moment. Il a aussi donné d'autres orientations en tant que chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. Je souhaite une bonne collaboration, de travail avec le gouvernement et les autres institutions de la République. Nous sommes le législatif, nous sommes chargés du suivi de la mise en œuvre du programme du gouvernement, et bien sûr, les questions sécuritaires sont prioritaires, pas seulement au cours de cette section, elles sont depuis assez longtemps chez nous. Nous allons examiner le texte de loi qui sera devant nous, nous allons certainement l'adopter pour permettre au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de cet accord important qui devrait, dans les mois à venir, permettre un apaisement de la situation à l'Est et bien sûr à moyen terme la résolution de cette question d'insécurité qui cause beaucoup de tort à nos populations à l'Est de la République. Donc nous sommes optimistes, nous pensons que avec l'accompagnement de la communauté internationale, bien entendu des États-Unis d'Amérique, que cette fois-ci ce sera la bonne pour que nous puissions avoir la paix définitive pour nos populations de l'Est et de la RDC qui ont longtemps souffert de ces agressions rwandaises et ces rébellions qui ne cessent de se répéter.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Asante kwa wote ambao mko nashirikiana na Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.